Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba na mimi niweze kuchangia katika wizara yetu hii ya utamaduni. Niwapongeze kwa ajili ya mafanikio yale ambayo yamefanyika katika wizara hii, lakini kwa ajili ya maslahi ya muda nitaomba moja kwa moja niende kwenye hoja zangu tatu. Hoja ya kwanza itakuwa katika kuendeleza sanaa katika nchi yetu, ikiwepo umuhimu wa viwanja. Tunaomba sana wizara hii iweke msitizo kwenye kusimamia masuala ya viwanja vya michezo nchini. Kuna mwamko mkubwa wa watu kufanya michezo, lakini ukiingia kwenye viwanja vyetu vingi bado haviko kwenye management nzuri ya kuweza kuruhusu watu kufanya michezo, ukiwepo uwanja wetu wa Taifa. Tunaomba sana hii tabia ya kwamba uwanja wa Taifa umefungiwa, inaonekana hatuna management nzuri sana katika kuendesha ule uwanja wetu. Kwa hiyo kama ni hivyo, itafutwe management ya uhakika. Kama ni vipi, basi muweze kuona mnaongea vipi na sekta binafsi kuona namna gani tunafanya management, lakini kushirikiana na wale ambao wana viwanja katika taifa letu ili kuona viwanja vile vinakuwa active kwa ajili ya accommodate michezo katika nchi yetu. Na mimi pale Iringa tuna uwanja wa Samora, pia mna maandalizi ya AFCON sasa. Tuna uwanja mzuri sana na ile lango la utalii kusini. Tunawaomba kwa kamati imetoa mapendekezo kwamba muangalie na viwanja vingine mnavyoweza kuviendeleza, basi tunakaribisha sana Iringa, na watu wenu wakija pale wataweza kutembelea vivutio mbalimbali vya mikoa 10 ya nyanda za juu kusini, ikiwepo Ruaha National Park. Na sisi tumejiandaa vizuri, uwanja wa ndege uko tayari, ndege kubwa zinatoa pale, vyakula viko vya kila aina na ambavyo huwezi kuvipata sehemu nyingine katika Tanzania. Kwa hiyo karibuni sana Iringa. Lakini pia lingine ambalo nitaka niliongelee ni kuhusiana na masuala ya utamaduni. Na kabla sijaenda utamaduni, naomba niongelee Kiswahili. Ameongea Mheshimiwa Dija. Tunaomba sana Mheshimiwa Waziri, umesema hatuwezi kukikuza Kiswahili bila kuangalia changamoto tatu za kubagaza Kiswahili, kubananga Kiswahili na kufubaza Kiswahili. Lakini inaonyesha kabisa kwamba katika ufubazaji huo, ubanangaji huo na ubagazaji huo, inawezekana kabisa hata baraza letu nalo la BAKITA linabagaza kwa kutupa maneno magumu ambayo hatuyaelewi. Yaani unaamua kutengeneza neno, kwa mfano kishkwambi, yaani mpaka mtu aje aelewe, apate coordination ya hilo neno kishkwambi na kile kinachoongelewa, inachukua muda sana. Ukitaka kuja kuongelea maneno mengine, kwa mfano unaongea kuna maneno mengi hata mmeyatumia Kongo, vitu kama hivi, unakuta ni vigumu, wakati Mheshimiwa Dija ameelezea vizuri sana. Wakati kuna maneno mazuri au mraini tu, kwa mfano unaniambia akili mnembe. Hasa akili mnembe, mimi nikianza kutafuta ile neno mnembe na correlation ya artificial silipati. Kwa nini usiniambie akili bandia kirahisi? Mheshimiwa Mwenyekiti, kingine ninaomba sana uwepo mjadala wa kitaifa, kukubaliana kama Singeli itakuwa ndo mchezo au utamaduni wa taifa letu, kwa nyimbo zake, maneno yake, uvaaji wake, uchezaji wake. Je, tutakubaliana? Na kwa kuwa ni swala la kitaifa, basi ni vizuri tukubaliane kwa pamoja. Tunakubaliana Singeli ndio ituwakilishe wa Tanzania. Na juzi mimi nilituma kitu fulani kwenye grupu la wabunge. Michezo ile inavyochezwa wakati mwingine, kama nyinyi ndio wasimamizi, basi muone namna ya kudhibiti na nidhamu maneno yanayotamkwa, uchezaji wake. Nilituma juzi kitu ambacho sio kizuri kwenye group, lakini watu wamebanwa na utamaduni, wana mihemko, wanacheza hiyo Singeli, wako uchi, wananing'inia kwenye daladala, wanacheza uchi. Lakini ukikwenda kwenye kucheza, kwenye kuvaa, kwenye matamasha mbalimbali, wanavaa nguo zingine ambazo zinaonyesha kabisa. Sasa tukubaliane, kama tunakubaliana kama Watanzania, ile ndio representation yetu. Lakini kwa kuwa ni swala la kitaifa, tusikubaliane kirahisi. Tusikubaliane kirahisi. Mmesema mtafanya tamasha la kitaifa la utamaduni. Huko ndiko mkatoe namna gani wa Tanzania kwa represented. Mheshimiwa taarifa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumpa taarifa mzungumzaji kwamba hatujaona kamati iliyokaa kupitisha Singeli kama ndio ngoma inayowakilisha Tanzania. Mheshimiwa Jessica, Singeli haichezwi kwenye daladala, na hilo uliona wala sio hiyo, umeona kitu kingine, na wala hawavui nguo. Ni mchezo ambao unaburudisha na hasa ni watu wa pwani. Kwa hiyo haya ni mambo umeona, sitaki kutaja ni nani sababu sitaki kuwa implicated, lakini Singeli haina kabisa mambo hayo. Na muda wako umeisha vivyo. Mheshimiwa
Mheshimiwa Naibu Spika, kiti chako ni kikubwa sana, sasa siwezi kusema chochote kwenye hilo. Muda wako umekwisha vile vile. Kwenye opinion yako, lakini Mheshimiwa Spika, kwa kuwa nilikuwa nimepewa taarifa, naomba nikubali taarifa ya Mheshimiwa Taska Mbogo, lakini ya kwako ibaki imeelea hivyo hivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaomba tukubaliane, tutafute mjadala wa kitaifa kukubaliana kama Singeli itaturepresent. Asante na Asante. Mheshimiwa Maleko, jiandae Mheshimiwa Kaku. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap. Urahisi wa maisha.